kuna watu wamekufa, na wamekufa kwa sababu walipoambiwa mkapige kura mrudi nyumbani wakaenda barabarani. Kwa hiyo ilikuwa inaonekana kuashiria kuandamana, na hata kwenye maandamano hayo hayakuwa na malengo kwa sababu hakuna tangazo walioandika, hakuna kibao chochote kinasema wanalalamikia nini. Ni kuwaunganisha Wakristo, Waislamu, mila na desturi, lakini pamoja na serikali. Sisi tu hatujafurahia kama Jumuiya ya Maridhiano na Amani, hasa mkoa wetu wa Arusha. Kwa sasa kila misikiti na kila makanisa tuna haki ya kukemea jambo lile. Kiongozi akishachaguliwa akawa kiongozi wa serikali lazima kumheshimu. Ni kundi la wahuni, kundi la wezi, walikuwa wanaingilia tu watu, wanachoma magari ya watu, lakini pia nimeona kama wametuma vile. Wamefika mahala wakachukua vitu vya watu wamefika mahala wamekufa hawakutegemea, wamama wamebaki wajane, watoto wamebaki yatima. Mkristo atabaki ni wa kubatizwa mpaka maisha yake yote. Muislamu atabaki ni wa kusilimishwa mpaka maisha yake yote. Lakini tutaishi kwa kuvumiliana na kukubaliana katika kutokukubaliana kwa amani. Kwa majina yangu ninaitwa Askofu Daktari Israel Gabriel Maasa Walaiza. Ni askofu wa jimbo la Arusha Magharibi, makanisa ya International Evangelism Church, lakini pia ni katibu mkuu wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania. Na kile ambacho ningelipenda kuzungumzia siku ya leo, hasa katika chombo chetu cha Israel Ukombozi TV, ni yale malengo makuu ya Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania. Malengo makuu ya Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania, kwanza ni kushiriki jitihada za kudumisha amani na utulivu katika nchi yetu ya Tanzania. Ila ukiacha tu Tanzania na hata nje ya Tanzania. Na moja ya njia ambayo tunaitumia sisi ili kuona tunadumisha amani, ambaye ni somo kubwa sana kwa nchi yetu kwa sasa hivi, ni kuwaunganisha Wakristo, Waislamu, mila na desturi, lakini pamoja na serikali. Kwa mfano, Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania mwenyekiti wake ni Muislamu, Sheikh Daktari Musa Salum. Lakini katibu mkuu ambaye ndiye mtendaji mkuu wa shughuli za Jumuiya ya Maridhiano na Amani ni mimi ambaye ni askofu. Kwa hiyo tunakwenda hivyo. Kwa nini tumeona kwamba kuwaunganisha Wakristo, Waislamu, mila na desturi pamoja na serikali ni kuona kwamba hayo mafiga matatu hayo yasipokaa vizuri hakuna amani. Lakini utaona kwamba sasa serikali ina kitu, vyama vya siasa vina kitu kikubwa sana cha kujifunza kutoka katika maisha ya Wakristo, Waislamu, mila na desturi. Waislamu, Wakristo, mila na desturi na serikali wameweza kuishi kwa amani bila kupigana, pamoja na tofauti zao ambazo ni kubwa. Kuna tofauti kubwa sana kati ya Mkristo na Muislamu. Ni tofauti ambayo haiwezekaniki maridhiano yakawepo. Hakuna maridhiano ya Mkristo kwamba Muislamu lazima abatizwe, Mkristo lazima asilimishwe. Hivyo ni vitu ambavyo havitakaa vitokee. Kwa mfano, mimi ni Mkristo, wala sina dhana ya kuwaza kwenye kichwa yangu juu ya swala la kusilimishwa. Yaani hiyo ni dhana ambayo haipo kwenye kichwa yangu. Lakini pia na Muislamu mwingine, dhana na yeye ya kufikiri kubatizwa ni dhana ambayo ni kama vile nayo haipo. Lakini tumeweza kujenga mfumo wa kuvumiliana, tumeweza kujenga mfumo wa kuishi kwa amani kwa pamoja na tofauti zetu. Kwa hiyo naomba tu niimarishe hoja yetu hapa kwamba lengo letu kubwa la kuunganisha Wakristo, Waislamu, mila na desturi ni katika kuona kwamba tunajenga falsafa ya kukubaliana katika kutokukubaliana, lakini ndani ya amani.
Changamoto ambazo zipo ni nyingi kwa kweli. Mpaka hapa tulipofikia saa hii, kwanza kabisa kumfanya Mkristo aridhie kukaa na Muislamu meza moja na kuzungumza kama familia moja si jambo dogo. Kwa sababu wako Waislamu ambao wanaona Wakristo yani ni watu wasiofaa kabisa. Na wako Wakristo nao wanaoona Waislamu ni watu wasiofaa kabisa. Sasa ukija upande wa mila na desturi, ndio utakuta huko nako viongozi wa mila na desturi wako ambao wanaona Wakristo wanaharibu mila na desturi, Waislamu wanaharibu mila na desturi. Kwa hiyo tumekuwa na changamoto kubwa ya kuona kwamba tutumie falsafa ya mazungumzo. Na hiyo falsafa ya mazungumzo imeweza kutufanya tumlete Mkristo mezani, Muislamu mezani, mila na desturi mezani, na serikali mezani. Na ndio maana mlezi wetu mkubwa wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Taifa ni Mheshimiwa Mizengo Kayanza Pinda, ambaye ni waziri mkuu mstaafu, lakini pia pamoja na nabii mkuu Daktari Jodevi. Asante sana. Chombo hiki Jumuiya ya Maridhiano na Amani kilianzishwa tarehe 3, hasa kusajiliwa. Kimesajiliwa tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka wa 2016. Lakini uko nyuma, hasa wakati wa utawala wa Mheshimiwa Jakaya Kikwete, chombo hiki ndipo kilipoanzishwa, na ni kutokana na mauaji yaliyokuwa yametokea wakati huo ya albino, na wakati huo mgogoro pia wa nani achinje. Waislamu walikuwa wakichinja, Wakristo wanasusia. Wakristo wakichinja, Waislamu wanasusia. Kwa hiyo huyo ikawa ni mgogoro mkubwa sana. Utakumbuka wakati mwingine hata ilifika mahali Waislamu wakachoma kanisa, Wakristo nao wakachoma Qur'ani. Sasa baada hizo vurugu zilipotokea, ndipo busara zikatoka kwa Mheshimiwa Jakaya Kikwete, lakini pia akishirikiana pamoja na viongozi wa dini waliokuwepo, ambaye mmoja wao ni ambaye ni mwenyekiti wa jumuiya yetu ya maridhiano sasa, Sheikh Alhaji Musa Salum, lakini walikuwepo kama kina mchungaji George Fupe wa Dar es Salaam na viongozi wengine tulikuwepo, ambao sasa ndio tukaona busara ni kukutana mezani. Na ndipo Mheshimiwa Jakaya Kikwete akamkabidhi Mheshimiwa Mizengo Kayanza Pinda jambo hili, na Mheshimiwa Jakaya Pinda akalilea akishirikiana na viongozi wengine mpaka ikafika mahali kasajiliwa, na sasa tuko katika mikoa 26 ya Tanzania. Kwa kweli kwa sasa hivi, kitu cha kwanza kabisa, hatuna tatizo la kukaa Wakristo na Waislamu na mila na desturi na serikali kwa pamoja. Chombo pekee, nataka nifikiri, tuna vyombo vingi, lakini kwa kweli chombo pekee ambacho sasa kina Waislamu, kina Wakristo, kina viongozi wa mila na desturi nchi nzima. Mwenyekiti wa machief Tanzania Antonia, yeye mwenyewe ni mjumbe wa kamati kuu wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania. Mzee wetu Mzee Isaac Ole Kisongo, ambaye ni kiongozi wa Wamasai Tanzania, ni mjumbe wa kamati kuu ndani ya Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania. Kwa hiyo tumeweza kupata faida kubwa kwamba Wakristo, kuwapata Wakristo, Waislamu, mila na desturi na serikali kwenye meza moja, Jumuiya ya Maridhiano na Amani imefaulu sana swala hilo. Sisi kama upande wetu wa Kikristo, na hii pia tumejaribu kuwaelimisha ndugu zetu wengine Waislamu kwamba sisi kwenye Biblia bado inaridhia juu ya huduma 5, ambayo katika hizo huduma 5 miongoni mwao huduma ya mitume na manabii inatajwa, kwamba alipopaa alitoa wengine akawapa vipawa. Kwa hiyo swala la huduma ya mitume na manabii ni huduma ambayo bado katika Agano Jipya inaendelea. Hatuwezi kuepuka. Yaani kama tunavyosema
tuna waalimu. Hatuwezi kusema tuna wainjilisti, tuna waalimu, tuna wachungaji, alafu tukakwepa hili la mitume na manabii. Hapana, tukikwepa hiyo tutakuwa hatutimizi lengo la Agano Jipya vizuri. Lengo kubwa ni kuona, na sisi kwenye chombo chetu kwa kweli, hasa katika mkoa wa Arusha, na ndio maana tuko pamoja na mwenyekiti wa mitume na manabii, Nabii Ernesti, tuko pamoja na yeye katika jumuiya yetu ya Maridhiano na Amani, kuonyesha kwamba tunadhamini huduma hii. Na ukitaka chombo chako cha chochote cha sasa hivi kiende, ni lazima utambue uwepo wa huduma ya mitume na manabii. Ndio maana jumuiya ya Maridhiano na Amani pia tumemchukua Nabii Mkuu Joe David. Dr. Joe David ndiye mlezi wa jumuiya ya Maridhiano na Amani Taifa. Asante sana. Kwanza kabisa, chombo chetu tumefanya kazi ya kushiriki juu ya swala la kuelimisha Watanzania juu ya umuhimu wa swala la uchaguzi, kupiga kura. Kwa sababu Biblia yetu katika kitabu cha Luka inasema kwamba Yusufu alifunga safari kutoka Nazareti akaenda mpaka Betlehemu ya Yuda kule juu ili kwenda kujiandikisha kupiga kura. Kwa hiyo tumefanya kazi ya kuelimisha jamii kwamba swala la kupiga kura sio imani potofu. Swala la kupiga kura ni swala ambalo Biblia inaridhia. Lakini jambo la pili, katika tofautiana huku kwa wanasiasa, tumejiingiza sisi hapo kwamba ni lazima tufike mahali wanasiasa waelewe kwamba kuna kutofautiana, lakini tunachohitaji ni falsafa hii ambayo Wakristo na Waislamu na mila na desturi tumeweza kuitumia katika nchi yetu, kukubaliana kwa amani katika kutokukubaliana. Hii nimeizungumza sana katika maeneo mengi katika vyombo vya habari. Sasa kwamba Tanzania tumefika mahali kutokana na hii iliyotokea baada ya uchaguzi, ni lazima wanasiasa wafike mahali pa kutafuta diplomasia itakayojenga amani ndani ya kukubaliana katika kutokukubaliana. Kwa sababu si kweli kwamba Watanzania milioni 60 wanaweza wakakubaliana na falsafa moja. Lakini jambo kubwa kwa kweli, imeumiza mioyo kuona kwamba nchi yetu imeingia katika sura ambayo hatujawahi kuiona tangu wakati wa uhuru. Hii hapa inaonyesha kwamba serikali ina kazi ya ziada, na sisi kama viongozi wa dini tuna kazi ya ziada, na jamii ya Watanzania tuna kazi ya ziada ya kuingia kwenye somo hili jipya. Lakini ni somo gani? Ni falsafa ya kujenga amani katika kukubaliana, katika kutokukubaliana. Sisi kama sisi hatufanyi kwa kweli na chama. Jumuiya ya Maridhiano na Amani haifanyi kabisa na chama fulani cha siasa. Hapana. Lakini wa viongozi na wanachama wa vyama vyote vya siasa ni Watanzania, ni watu wetu ndani ya Jumuiya ya Maridhiano na Amani. Sisi kile tunachojali ni kwamba kiongozi akishachaguliwa akawa kiongozi wa serikali, lazima kumheshimu. Kiongozi akishachaguliwa akawa kiongozi wa serikali, lazima kumheshimu. Lakini juu ya utashi wa vyama vya kisiasa, huko hatujiingizi. Kwa sababu watu wa CCM ni waumini katika makanisa yetu, katika misikiti, watu wa Chadema, watu wa Kafu, watu wa ACT Wazalendo, hao wote ni waumini katika nyumba zetu za ibada. Kwa hiyo Jumuiya ya Maridhiano na Amani kamwe hatutakwenda kwenye mlengo wa chama fulani cha siasa. Hapana, kwa sababu hawa wote ni watu wetu sisi. Nachotaka kuzungumza hapa kwanza ni kufurahia kwamba sisi Jumuiya ya Maridhiano na Amani tumetoa elimu kwa wenzetu mashehe juu ya mitume na manabii. Kwa sababu kwa upande wa Waislamu, wao hawaamini juu ya manabii baada ya Mtume Muhammad.
hawaamini hivyo, lakini tumejaribu kukaa na wao na tukawaelimisha juu ya swala la kuona kwamba wao kwao imeisha, lakini kwetu sisi kama Wakristo huduma hizi bado zinaendelea, na asilimia kubwa ya ndugu zetu Waislamu wanaelewa, na tunaenda hivyo katika tofauti kukubaliana katika kutokukubaliana kwa amani, na ndio maana tunaishi vizuri. Ninachotaka kuambia Watanzania wenzangu ni kwamba kila nyakati na mambo yake. Hatuwezi tukalazimisha kwamba mambo ya 2025 yafanane na mambo ya 2000 au 2005. Kila zama inakuja na mambo yake, na zama hii imekuja katika mtazamo huu. Sasa kila ambacho tunahitaji ni kuishi maisha ya kuvumiliana na kuishi maisha ya polepole katika kuona kwamba darasa hili jipya tunalijifunzaje, kwa sababu hili ni darasa jipya ambalo limekuja kwa nguvu kubwa ya kutofautiana mawazo. Ni swala la kutofautiana mawazo, na kati ya mawazo 10 ya huyu sio kwamba yote 10 ni mabovu, na katika mawazo 10 ya huyu sio kwamba yote ni mabovu. Kwa hiyo katika mawazo ya huyu lazima tuone tuna mangapi tunaweza tukayachukua, na katika ya huyu tunaweza tukayachukua, na katika hayo tutajenga nchi yetu. Bora kubwa ni kwamba tuvumiliane na kuona kwamba tunaridhia kukubaliana katika kutokukubaliana, lakini kwa amani. Ninachotaka kusema ni kwamba sasa katika swala letu hili sisi ambalo tuna Waislamu, tuna mitume na manabii, au tuna Wakristo, lakini tuna viongozi wa mila. Nachotaka tu wito wangu ni tuishi maisha ya kuvumiliana pamoja na tofauti zetu ambazo tunazo, ambazo zingine hazitaisha mpaka dunia itaisha, lakini hizo tofauti zetu hazitaisha. Kama nilivyosema, Mkristo atabaki ni wa kubatizwa mpaka maisha yake yote. Muislamu atabaki ni wa kusilimishwa mpaka maisha yake yote, lakini tutaishi kwa kuvumiliana na kukubaliana katika kutokukubaliana kwa amani, na hiyo itatufanya tuishi pamoja. Kifupi, mimi naitwa Sheikh Ayub Hussein Juma, ni katibu wa maridhiano mkoa wa Arusha, na nimefurahi kupata fursa hii saa hizi kulingana na mambo iliyotokea sehemu mbalimbali. Ni mambo ambayo kwa sasa mengi yaliharibika hapa katikati, lakini kwa sasa tunatamani kuyatengeneza. Katika jumla ya kutengeneza ni sisi kama sisi viongozi wa dini na familia tufanye jitihada kubwa sije karudia tena mambo haya. Na vijana walifanya uharibifu wa kutosha. Kwa wale ambao waliofanya vile, kwa sisi tuna kemeo kubwa sana. Si ubinadamu. Imefika mahala wakachukua vitu vya watu wamefika mahala wamekufa hawakutegemea, wamama wamebaki wajane, watoto wamebaki yatima. Kwa aina hii basi kwa Tanzania sisi tu hatujafurahia kama Jumuiya ya Maridhiano na Amani, hasa mkoa wetu wa Arusha. Kwa sasa kila misikiti na kila makanisa tuna haki ya kukemea jambo lile. Kwa hiyo tuko tayari kwa namna moja au nyingine kuzuia taratibu hii isije ikarudia tena. Kwa sasa tumeshampata Mheshimiwa Rais, tunasonga mbele. Yale yote yaliyokuwa yamepitia tunaelani, lakini kwa sasa tunaendelea kwa namna moja au nyingine kufanya kazi na maendeleo yetu na kuimarisha umoja wetu na kuimarisha amani. Amani si kwamba nafasi ya uchaguzi tu, itaendelea kuanzia mpaka sasa na kuendelea. Asante. Kwa sasa hali ilivyo, nguvu kubwa, kwanza tunashukuru viongozi kwa serikali imefanya kazi kubwa sana. Kwa sasa tunaendelea kuimarisha tu, ni kuimarisha, si kwa sehemu ya nguvu sana. Tunaimarisha hali irudi kama kawaida.
Kwa kweli si tumeweza, ni taufiki ya Mungu tu kwa Tanzania. Tumeweza. Nafika mahala mimi naweza kumkaribisha askofu akafika nyumbani. Tukanywa chai pamoja, tukasherehekea harusi pamoja, tukahuzunika pamoja. Kwa aina hiyo basi tunaendelea nayo. Tumeweza kwa sababu ya ule umoja, na letu limekuwa limoja. Si kwamba labda mimi niende kanisani au huyu aende msikitini, la, ni umoja. Lengo na shabaha kubwa ni kutengeneza amani yetu, na amani inaanzia nyumbani mpaka nje. Kuambia wananchi kwa jambo hili lilotokea wafanye subra, na hakuna ibada kubwa kama subra. Na Mungu ametuambia katika maandisho matakatifu ya Qur'an, watu jilazimishe na subra. Wasta'inu bisabr, yani lazima watu wawe na subra. Subra katika jumla ya subra ni hofu tu iliyotokea, lazima una subra. Kupungukiwa na mali lazima una subra. Ukifiwa lazima una subra. Mwisho cha kusema sisi ni Mungu na kwake yeye tutarejea. Kwa hiyo Tanzania wana subra. Nashukuru sana ndugu mtangazaji katika nafasi hii ambayo umetupa. Mimi majina yangu naitwa Amani Karaine Lukumai, ni katibu mkuu wa viongozi wa kimila wa Wamasai Tanzania. Lakini pia ni mjumbe mwenye kamati ya utamaduni na utalii taifa, JEMAT, Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania. Kwa hiyo tuko hapa kwa lengo la kujaribu kutathmini yaliyotokea katika mkoa wetu, hasa maeneo ya mjini ambao kuna mchanganyiko sana ya watu. Maeneo kama wilaya Ngorongoro hawakupata yadha, Longido hawajapata, labda sehemu kidogo tu karibu na Manga, Simanjiro hawajapata hii hali, Monduli hawajapata. Imetokea tu Arusha kidogo, DC na mjini. Na hii ni kwa sababu ya mchanganyiko wa watu mbalimbali wenye maadili tofauti na mitizamo tofauti. Mimi kwa bahati mbaya ninatoka eneo ambalo limeathirika sana. Kuna watu wamekufa, na wamekufa kwa sababu walipoambiwa mkapige kura mrudi nyumbani wakaenda barabarani. Kwa hiyo ilikuwa inaonekana kuashiria kuandamana, na hata kwenye maandamano hayo hayakuwa na malengo kwa sababu hakuna tangazo waliloandika, hakuna kibao chochote kinasema wanalalamikia nini. Kwa hiyo ni kundi la wahuni, kundi la wezi, walikuwa wanaingilia tu watu, wanachoma magari ya watu. Lakini pia nimeona kama wametumwa vile, kwamba kuna sheli zimechomwa, yamkini kuna watu ambao wana malengo yao mbaya, kwa sababu ingekuwa ni kuchoma sheli tu ungechoma, lakini walishaonyesha hasira kwa upande wetu wa serikali. Gari ya serikali ilikuwa ikionekana, kwa mfano wamechoma Sekei, kituo cha polisi, wamechoma hapo Ngulelo, wamechoma hapo Arusha Miti, na walikuwa wanaenda kuchoma Ngaramtoni kwa hawakuweza. Lakini pale kwangu kwa Idi wamechoma ofisi ya kata na ofisi ya kijiji, wameunguza, na watu kadhaa wameweza pia kufariki, na tumeweza kuasetiri, wengine wanatoka mkoa wa Kilimanjaro. Sasa niseme tu kwamba mzee wa watu huyu ambaye anaitwa Lowland Masawe alikuwa anajipitia zake tu, lakini mara akajisikia kuna risasi tumboni na akafariki hapo. Kwa hiyo ametoka nyumbani mzima, mara amekufa. Kwa hiyo vita havina macho. Wanaojaribu kuanzisha vita kwa kweli wengi wamekwenda, na hata vijana ambao hasa wa bodaboda wanasema ngoja tukaangalie sehemu fulani kuna vita, wengi wamelimazwa kwa sababu wanaojaribu kurestore hiyo hali walikuwa wanafikiri hao ndio wenyewe wanaofanya hiyo kazi. Kwa hiyo nitoe tu wito kwamba hatukutegemea kwamba hiyo kama ina nyemkera au upepo mbaya unaweza kutokea. Tujifunze kwamba tujiweke tayari kwa wakati unaofaa na usiofaa. Tusidhani kwamba amani tu itaendelea kuwepo. Jambo lolote linalohamasisha watu, swala la ulinzi lazima iwepo. Kwa hiyo nitoe hiyo shari kwamba bahati nzuri
Mheshimiwa Rais wetu Samia Suluhu Hassan amepita kwa kura nyingi za kutosha, asilimia nyingi 98, haijawahi kutokea, kuashiria kwanza Watanzania wengi wanampenda na wako tayari kushirikiana naye. Matangazo yake basi yametoa maelekeo, na hizi siku mbili tumeanza kuona walao hali imeanza kuwa imerudi katika hali yake ya kawaida. Usafiri, mafuta yalikuwa hayapatikani, na huduma zinginezo za kijamii sasa imeanza kupatikana. Kwa hiyo ni wasihi wa Tanzania tuendelee kuwatambua na kuwakemea wale wote ambao wanakengeuka, ili tuwatolee, tuwaelekeze na tuwape elimu, lakini pia tuwaombee, kwa sababu sidhani kama wanajifahamu. Baada ya kusema haya, nasema ni jukumu letu kama viongozi wa koo za Wamasai. Laiti sisi tungefahamu kabla, tungeweka tu jeshi lingine la kimila, wasingeweza kurudi tena. Lakini kwa sababu imetokea mjini, basi itatufundisha namna nyingine ya kuweza kusaidiana na watu wa mjini, kuweza kuweka swala la amani na utulivu katika mahalia, kwa sababu mlinzi wa nchi ni mwananchi mwenyewe. Kwa hiyo tuanze, tusitegemee sana serikali. Ni sijui kama ni ushamba, lakini ni kwa kweli watu wengine hawakutegemea wala hawajui. Na mtoto wa mjomba wangu ametoka kwa Idi kwa pikipiki, anasema naenda hapo Arusha Meet, nikaoni kama ni kweli kuna watu wanapigana. Ile kufika tu kalambwa risasi ya mguuni, sasa hivi amevunjika mguu. Kwa hiyo ni ushamba au utoke mahali kwingine kwenda kushuhudia vita. Ni kwamba Watanzania hawajui vita, na pengine wangejua wasingeona. Sasa hizi anaunguza kidonda, kwa hiyo anajua maumivu ya hii ni rasharahasha tu ya vita. Kwa hiyo kuna ushamba mkubwa, watu hawakuzoea wala hawajui. Pengine wangewauliza wale ambao waliweza kupata shida kama watu wa Burundi, Rwanda na Kongo, wangeweza kujua shida ya kuwepo na vita. Hizi siku mbili tu watu kila mmoja amesheki, hakuna mafuta, hakuna kusafiri, hakuna hospitali. Kwa hiyo hizi siku mbili tu zimewasheki wa Tanzania. Ingekaa wiki, nafikiri mambo yangezidi kuwa mabaya zaidi. Moja uzuri, na nitumie nafasi hii pili kwa kweli kushukuru waliokaa na kubuni swala hili la kuwepo na maridhiano, jumuiya ya maridhiano na amani Tanzania, yenye kujumuisha Waislamu, Wakristo kwa upana wao na watu wa mila. Kwa kweli Mungu, nataka tu Mungu awabariki, kwa sababu jambo hili lingepitia kwenye mfumo wa siasa, kwa sababu wanaofanya hiyo kazi ni wenye uchu na siasa. Alafu wakapata mwanya wa kwenda kwenye mila au kabila, au wakaenda katika madhehebu. Hili jambo nafikiri lingekuwa ni kubwa sana na lingekuwa na madhara makubwa. Sasa utaratibu unaofanya tukikutana sisi hapa, wale ambao ni Wakristo wanapeleka ujumbe katika makanisa yao na kwa waumini wao. Wakienda kule wataenda kuwafundisha kwa upana wao. Kuna kipindi cha kutoa mafunzo, na tumesaidia sana. Lakini kuna wakati mwingine watu wa mila, niliwahi kusikia watu wa mila wakimtukana Mheshimiwa Rais. Tuliweza kwa discipline, kwa sababu rais kuwafuatilia watu, ukawapata, ukaongea nao. Hata katika hili ni vizuri tukaenda kuwafuatilia, ili tunapotoa elimu tunampa elimu nani tunamfundisha. Sasa hivi hatujajua, lakini wanajulikana. Tukikaa vizuri, vijana wanawatambua wengine wale ambao walikuwa na mihemko, ili tuwaite wazazi wao, lakini tuwaeleze kama sehemu ya jamii. Kwa hiyo ndivyo tunavyotumia, kwamba watu nakaa hapa pamoja, maamuzi hapa pamoja, na kila mmoja anapeleka katika taasisi yake. Lakini wakati mwingine tunakaa pamoja, tunafanya midahalo, tunafanya kongamano. Jambo ambalo sasa tunahitajika kuongeza bidii hata kwenye television, kwa sababu tunajua elimu ni moja ya chombo, ni instrument, ni kifaa kikubwa sana cha kumkomboa mtu kifikra anavyotizama, anapokuwa amekosa matumaini, kwa sababu wanaofanya hivi ni kwamba wamekosa matumaini. Ninasema hivi kwa sababu hata wanaopigana sio wanaotegemewa kwa viongozi, ni watu tu wanatumwa kwa sababu yuko katika mringo fulani wa chama fulani, na sasa anaenda kupigana, ambaye pia hawezi kuhakikisha kwamba
mahitaji yake baada ya yule kupata, basi yataridhiwa au yataweza kuwa mabaya zaidi kuliko yule ambaye yupo. Kwa hiyo tunahitaji kuwa na sessions za kuwaelimisha watu, lakini pia maneno ya Mwenyezi Mungu yawarudishe watu. Nafikiri tukifanya hivi kuacha kabisa vita, maana vita pia ni kichocheo cha watu kufikiri na kutengeneza maendeleo, kukaa vizuri zaidi, lakini tutakuwa tumepunguza. Tulikwisha sema kwamba wale ni sehemu ya jamii, tuwatambue na tushirikishe pale ambapo wanakwama, ili kwa upana wetu na kwa ushirikiano wetu tuweze kuwasaidia, kwa sababu hata sisi ambao tujafikwa pengine na haya majonzi, lakini tumeguswa kwa namna moja nyingine katika kwenda kuzika, katika kwenda kuhani misiba. Kwa hiyo ni sehemu ya sisi kwetu. Kwa hiyo wasikae kimya, wajue kwamba hata ni wale ambao hawajapatwa ni kwamba tu Mungu amewanusuru, lakini ni sehemu ya ambao watakuwa wameguswa kwa namna moja au nyingine. Watushirikishe na watueleze pia.